Naibu Waziri Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma Deus Sangu amewataka viongozi wa watumishi wa umma kuzingatia usimamizi mzuri wa rasilimali watu ili kuleta maendeleo katika jamii. Sangu ameyasema hayo jijini Mwanza katika ufunguzi wa kikao kazi cha maafisa sheria na utawala kanda ya Ziwa chenye lengo la kuwajengea uwezo wa sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Kumekuwa na ukiukwaji mkubwa wa sheria, kanuni na taratibu na miiko ya kazi katika utumishi wa umma, vikiwemo uzembe na usumbufu unaofanya na baadhi yetu tunapofikiwa na watumishi wenzetu kutuletea changamoto mbalimbali. Ndugu washiriki, kama ambavyo nimekuwa nikisisitiza, jukumu letu sisi ni kusimamia rasilimali watu. Hivyo ni muhimu kuhakikisha rasilimali watu inasimamiwa vizuri ili kuweza kuleta tija katika kuleta maendeleo kwa Watanzania. Rasilimali watu ikisimamiwa vibaya, matokeo yake ya utendaji hushuka na utendaji kazi hushuka na hivyo kupelekea kushuka kwa uchumi. Aidha, kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Sangu amewataka watumishi wa umma kufuata sheria na kanuni za uchaguzi na kusema kuwa kwa wale wanaotaka kugombea nafasi basi wafuate miongozo iliyowekwa. Lakini ninapoelekea wa mwisho niwakumbushe kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni mwaka wa uchaguzi wa wabunge, rais na madiwani. Kwa hiyo kwa wale ambao watumishi wa umma ambao watataka kushiriki katika uchaguzi, kwanza wale watakaosimamia. Wengine hamshiriki kwa namna ya kugombea, mtashiriki kwa namna ya kusimamia. Naomba niwaase kuzingatia sheria, taratibu na miongozo inayosimamia shughuli za uchaguzi. Maafisa rasilimali watu, hakikisheni mnatoa ushirikiano na kuwaruhusu watumishi wenu kushiriki uchaguzi ipasavyo kwa kadri mtakavyokuwa mnaelekezwa. Sije ikaja huko mnawakwaza wasishiriki, lakini pia mhakikishe wanafuata taratibu, sheria na miongozo kuhusu mambo ya uchaguzi. Lakini kuna wenzetu wale ambao mwaka huu watataka kugombea. Na Mheshimiwa Rais juzi pale kwenye kikao cha alati alisema kwa wale wakubwa, lakini kuna na wadogo huko watumishi watatamani kwenda kwenye vinyang'anyiro huko. Niwakumbushe kwamba kuna miongozo ipo. Waraka mkuu wa utumishi wa umma namba 1 wa mwaka 2015 unatueleza nini tufanye pale tunapotaka kugombea nafasi za kisiasa. Kwa upande wao, baadhi ya maafisa wameonyesha kufurahishwa na mpango kazi wa kuwajengea uwezo, na hapa wanaeleza faida za mwongozo huo. Naibu Waziri ametufungulia mafunzo haya kwa siku ya leo, na katika mafunzo haya Mheshimiwa Deus Sangu ametuelekeza kwamba tufate maadili ya utumishi wa umma, tuzingatie katika mashauri ya kinidhamu, tufate taratibu, tuepuke rushwa. Pale mtumishi anapotakiwa haki zake za msingi ambazo sheria imeelekeza, kila kitu kifanyike kwa namna fulani, kwa sababu kila kitu kiko katika mwongozo, kila kitu katika sheria. Kwa katika sheria hizi tunapaswa kuzizingatia na kutimiza wajibu wetu katika kuzitekeleza sheria hizi. Watumishi ambao ni maafisa utumishi ambao watakuwepo kwenye semina hii wanaotoka mkoa wa Shinyanga, tunaamini kwamba baada ya mafunzo haya hatuwezi kuendelea kuwa na changamoto ambazo zimetokana na masuala ambayo tutapata elimu yake hapa. Badala yake ni kwamba malalamiko yote ya watumishi yataishia ngazi ya mkoa na hayatakwenda wizarani kama yalivyokuwa mwanzoni, kwa sababu tayari taaluma ambazo zimetolewa hapa zitatusaidia kutatua changamoto hizo.